Mambo haya yaendelee kama hivi. Umetoka Dar es Salaam Halidi, umekuja Dodoma, umekutana na mimi Jamila, basi raha tu. Hakika ni raha isiyo kifani pia kukutana na watu wapya na kuongeza marafiki wapya na wenye manufaa katika maisha mapya kupitia michezo. Na tumeweza kupiga picha, tumeweza kubadilishana mawazo, kwa kweli tumeenjoy. Lakini pia hata connection zinapatikana hapa. Sasa utajua namna ya kuitumia hiyo connection uliyopata siku ya leo. Hapa kila mmoja anaweza kukuambia jinsi anavyojisikia kuwa sehemu ya Watanzania hawa katika mbio kubwa za Suma JKT Marathon zinazobeba dhamira ya dhati ya kuigusa jamii. Kwa kweli marathoni imenifanya kwanza nimekuwa mshindi, mwili wangu umekaa vizuri, niko vizuri sasa hizi. Najisikia faraja kwa sababu tunakuwa ni sehemu ya kurudisha kwa jamii. Ukiangalia ni mbio ambazo zimeandaliwa na JKT ambao ni sehemu ya jeshi la wananchi. Kwa hiyo tunarudisha kwa wale ndugu zetu na jamaa zetu ambao wana uhitaji zaidi. Kama ilivyo siku zote katika jeshi la kujenga taifa JKT, kuhakikisha jamii inakuwa imara na yenye vijana wakakamavu, limekuwa mstari wa mbele pia katika michezo, eneo ambalo limeendelea kutengeneza ajira nyingi kwa vijana nchini Tanzania. Hapana, mimi si askari wa JKT, mimi ni fundi kutokea mtaani. Kweli jeshi lina mafundi wapo, lakini pia jeshi limetupa pia fursa sisi vijana kutokea mtaani kuja kufanya kazi hapa. Hii inakuwa fursa kwetu kwa sababu tunajipatia kipato. Ni katika viwanja vya Middle East pembezoni mwa jengo la Suma JKT House jijini Dodoma, eneo ambalo lilihodhi mbio za Suma JKT Marathon mwaka 2026, ambapo vijana hawa walikuwa sehemu ya wanufaika wa mbio hizo kwa kujipatia kipato kutokana na fani yao ya ufundi selemala, ambapo kazi yao kubwa ilikuwa ni kuhakikisha wanalipamba eneo hili kwa mabango mbalimbali yakiwemo ya wadhamini kuelekea mbio za Suma JKT Marathon 2026. Fursa nimepokea vizuri kwa sababu ni kijana ambaye najitafuta na pia ni mpambanaji. Kwa hiyo kwangu ni fursa nzuri, inanifanya inanipatia riziki. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwangu. Ndio maana niko hapa kwa ajili ya kutafuta riziki. Wapo vijana wengi wenye ujuzi na taaluma mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza ukasema jeshi la kujenga taifa JKT kupitia shirika lake la uzalishaji mali Suma JKT limekuwa mkombozi kwa vijana hao. Suma JKT kwanza ina makampuni tanzu yanayofikia 20. Na tukichukua kampuni moja tu ambayo ni ya ulinzi inayoitwa Suma JKT Guard Limited, hiyo kampuni imeajiri vijana wa Kitanzania takriban 17,000. Kwa hiyo shirika hili ni shirika la kimkakati linalotoa ajira kwa Watanzania. Si hivyo tu, tuna makampuni ya usafi, tuna makampuni ya ujenzi, tuna makampuni yenye viwanda mbalimbali ambako kote huko vijana wa Kitanzania wamepata ajira. Siku zote jambo kubwa haliwi kubwa isipokuwa maandalizi makubwa yanahitajika kwa ukubwa ili kulifanya liwe kubwa. Hakika kwa kauli hii huwezi kushangaa kumwona Brigadia Jenerali Petro Ngata akiwa bega kwa bega na vijana hawa katika kujiridhisha kuhusu ukamilishwaji wa maandalizi makubwa kwa ajili ya mbio kubwa za Suma JKT Marathon 2026. Hii ni tukio kubwa na kwanza tuwashukuru wale wote ambao wamejitokeza kuunga mkono, kusupport zoezi hili. Sababu mtu tu kutoa fedha yake kwa ajili ya kushiriki mbio, ametoa sehemu yake katika kuchangia huduma hii. Mimi nitoe shukrani zangu za dhati kwa wale wote waliojiandikisha. Hii ni sehemu moja nzuri sana kwetu katika kuchangia huduma za mama na mtoto katika hospitali yetu ya Makole iliyoko hapa jijini Dodoma na hospitali yetu ya Lugalo, hospitali kuu ya Lugalo ya jeshi, kitengo cha mama na watoto. Kwa hiyo
tunawashukuru wale wote waliojitokeza mpaka sasa, waliochangia, na kuna wengine wametoa vifaa mbalimbali, wengine wametoa madawa. Wote hao tunawashukuru sana kwa kutoa msaada wao katika kufanikisha lengo hili la mbio yetu. Ikiwa imesalia siku moja kuelekea mbio za Suma JKT Marathon, idadi kubwa ya watu waliojitokeza kuchukua namba zao pamoja na tisheti za kukimbilia iliongezeka katika eneo hili. Ni mara yangu ya pili. Mara zote mbili nashiriki. Kwa nini kilomita 10? Mtu akikuangalia anaona kama una uwezo wa kwenda kilomita zaidi ya 10. Ni sahihi. Ni sahihi kilomita 10. Mara nyingi mimi nakimbia kilomita 10 kwa sababu najua wale wa kilomita 42 naonea. Of course sio kwamba nashindwa kuamudu, naamudu vizuri sana. Kwa hiyo nitaka wajipange. Of course kilomita 10 naona niwachangamsha kidogo. Mwitikio wao ni mkubwa, hasa sasa wanakuja kuandikisha na watoto wao. Ni kitu ambacho hawatawezi kutegemea, lakini kinatupa hamasa. Utofauti wake ni kwamba imechanganyikana, yani sio wanaume tu, sio mama tu, yani ni jenda zote, umri wote. Kwa hiyo karibuni. Kiukweli Suma JKT Marathon imetokea kuwagusa wamama na watoto, especially kwa wale ambao hawajajiweza, kwa ajili ya kuchangia ili kuweza kujikwamua kutokana na shida mbalimbali. Miongoni mwa sababu ambazo zilikuwa zikiwavutia walio wengi kushiriki katika mbio hizi ni pamoja na dhamira yake ya kuwagusa wamama wajawazito na watoto katika hospitali ya Lugalo, Mwenge jijini Dar es Salaam, pamoja na hospitali ya Makole iliyopo hapa katika jiji la Dodoma. Mimi binafsi tukio hili nalizungumzia kama ni tukio ambalo limekuja wakati mwafaka, kwa sababu kwa sasa hivi wakina mama tuna changamoto kidogo ya mambo ya afya, hasa watoto, hata watu wazima. Kwa hiyo inapotokea marathon kama hii, watu wajitokeze kuchangia. Hii tunachangia tu huduma yani. Mbio hizi zilishirikisha idadi ya washiriki wasiopungua 5,000. Jambo ambalo lilihitajika ni kuhakikishiwa ulinzi kabla na siku ya tukio. Ndiyo maana Suma JKT kupitia Suma Guard ambao ni wadhamini wakuu wa mbio hizi walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanatimiza jukumu hilo. Kwenye swala hili la hizi mbio zinakwenda kuigusa jamii na vijana moja kwa moja. Kwa mfano, lengo la mbio hizi ni kusaidia mama na mtoto. Sisi kama Suma JKT tumekuja kufanya mbio hizi, lakini tunaigusa jamii yetu moja kwa moja. Tumekuwa mkombozi, tutahakikisha afya mama na mtoto itakuwa salama. Lakini sio hilo tu, hata ukiangalia katika eneo letu hili hapa, kuna vijana ambao wapo wanaendelea na zoezi nzima la kufanya maandalizi ya marathoni hii. Lakini sio hilo bado, tutakuwa na wafanyabiashara mbalimbali siku ya event yenyewe. Watafanya biashara tofauti. Bado hiyo ni Suma JKT Guard na Suma JKT Marathon kuifikia jamii kwa ujumla. Kwa hiyo watu watafanya biashara, watu watasaidiwa, mama na mtoto wote watakuwa salama. Heka hazipungui. Hasa unapokuwa unahodhi tukio kubwa kama hili. Unahitaji maandalizi ya kutosha, hususan kwenye swala zima la kuhakikisha usalama wa kiafya kwa umati utakaojitokeza katika eneo husika. Lakini hili halikuwa changamoto hata kidogo kwa Suma Guard. Wakimbiaji wote lazima wawe katika hali ya usalama, na hilo ndio ilikuwa kipaumbele chetu. Kwa hiyo katika kufanikisha hilo, tumeweka watu mbalimbali kwenye maeneo yote ambayo ni makutano ya barabara, ili kuhakikisha kwamba hakuna mwingiliano wowote ule kati ya wakimbiaji na watembea kwa miguu au magari au pikipiki ambazo kwa wanapita kwenye maeneo hayo. Lakini sio hivyo tu, tumetoa pia magari kwa ajili ya kuongoza wakimbiaji. Magari haya yataongoza njia zote, na pia tutakuwa na magari ya wagonjwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtu yeyote atakayepata adha yoyote au matatizo yoyote katika kipindi cha ukimbiaji, basi iwe ni rahisi kwa kupata huduma ile. Huduma hiyo sio kwa mkimbiaji tu, hata kwa atakayekuja pia kwa ajili ya kushangilia au kufanya chochote akipata na matatizo mbalimbali, basi magari kwa ajili ya huduma hiyo yatakuwepo. Ni asubuhi na mapema katika kuikaribisha siku mpya ya tarehe 7 mwezi Juni 2026 hapa katika viwanja vya Middle East rasmi kwa ajili ya mbio za Suma JKT Marathon 2026. Asubuhi majira ya saa 12 zikaanza mbio za kilomita 42.2 zikifuatiwa na zile za kilomita 21.1 na kisha kilomita 10
na kumalizia na kilomita 5. Private Charles Sule kwa upande wa wanaume kwenye mbio za kilomita 42.2 ndio alimaliza wa kwanza, huku mwenyewe akikiri kuwa licha ya jitihada zake binafsi kwenye mazoezi, lakini pia amekuwa akihamasishwa zaidi na Mtanzania bingwa wa dunia wa mbio ndefu Alphonce Felix Simbu. Ndiyo maana imekuwa rahisi kwake kuibuka wa kwanza kwa upande wa wanaume katika mbio za Suma JKT Marathon. Pia Alphonce ni mchezaji mkubwa. Pia nilikuwa nafanya naye mazoezi Arusha. Kwa hiyo mimi pia nimejifunza kupitia yeye mpaka nimepata hii nafasi leo. Alphonce Simbu alikuwa kwenye mbio hizi akiwa mgeni mwalikwa kwa ajili ya kushuhudia vipaji vipya kwenye mbio hizi, na yeye amekoshwa zaidi na uwezo wa Sule katika kilomita 42.2. Kwa kweli Charles Sule, Private Charles Sule ni mwanariadha ambao anajituma sana na tunafanya naye mazoezi. Ratiba zinafanana of course kwenye speed work, kwenye long run, na ni mchezaji ambayo anatamani kufanya vizuri. Na juzi alitoka Brazil, alikuwa mshindi wa pili, na mshindi wa kwanza alikuwa ni Private Michael Kishiba, lakini leo amemgeuka, amempiga Kishiba leo hapa kwenye hii mbio ya Suma JKT. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kila mchezaji anatamani kufika mbali, kila mchezaji anatamani kukimbia vizuri. Kwa hiyo ninampongeza sana Charles kwa juhudi yake pamoja na Kishiba. Kwa hiyo ni vijana ambao tunafanya nao mazoezi, lakini wana juhudi na wanatamani kufika mbali zaidi. Wapo wanariadha wengi waliofanya vizuri, ambapo hata kwa wanawake Failuna Abdi hakuwa nyuma, kwani alimaliza mshindi wa 3 kwa upande wa wanawake. Failuna Abdi ameshindana moja kwa moja kilomita 21, ameibuka mshindi wa 3 kwa upande wa wanawake. Lakini Alphonce Simbu ni mgeni mashuhuri, amealikwa kama mgeni mashuhuri. Umeona ameenda kwenye fun run 5 kilomita na mheshimiwa mgeni rasmi. Yeye amekuwa kama role model ya Tanzania kama unavyojua, na Simbu sasa hivi ana maandalizi ya mashindano mengine makubwa. Lakini tunashukuru kumwona mwanariadha wetu bingwa
wa dunia nzima, mashindano ya kilomita 42, mashindano ya dunia mwaka jana 2025 Tokyo, Japan. Hii ni picha halisi ya kuwa mbio hizi, mbali na kuwa na mchango mkubwa kwa jamii, hususan kwa afya ya mama na mtoto, pia zimekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha vipaji vipya vinaonekana na kupata njia sahihi ya kuendelezwa kwa ajili ya kuleta medali za dhahabu kama alivyofanya Alphonse Felix Simbu. Kweli mbio zikiwa nyingi zinazalisha vipaji vipya, hususan Suma JKT Marathon. Nimeona kuna wachezaji ambao mimi sijawahi kuona ambao ni wapya. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mashindano yakiwa mengi Tanzania yakiendelea kuboreshwa, basi na vipaji vipya vinaonekana. Kwa kweli ndio maana leo tumeshuhudia vijana wengi ambao wamekuja leo, ni vijana ambao ni wageni. Kwa hiyo tunaamini kwamba mbio hizi zikiendelea, basi tutapata vipaji vipya kwenye mchezo wetu wa riadha. Suma JKT inapendeza kweli, wamejitahidi kwa sababu ni msimu wa kwanza, na kama unavyojua Suma JKT, mwandaji yoyote akifanya tukio kama hili anatusaidia sisi upande wa riadha kufanya event ambayo inaweza kaibua vipaji na tukapata vipaji kuviendeleza pia. Mbio hizi zinaweza kuwa njia sahihi ya kuunganisha jamii na vikosi vya ulinzi na usalama na kulifanya taifa la Tanzania kuendelea kuwa kitovu cha amani na upendo kama ilivyo desturi yetu. Lakini pia kwa wajasiriamali wadogo ambao nao wanashiriki katika mashindano haya na vile vile kuja kuuza bidhaa zao mbalimbali. Eneo la tatu ni kuweza kuchangamana. Ipo dhana ya baadhi ya watu ya kuona labda JKT au JWTZ kama kwamba ni kitu kingine tofauti. Nataka niwasihi na niwakumbushe kwamba jeshi hili ni jeshi la wananchi Tanzania, na wenyewe ni wananchi, lakini na JKT ni sehemu ya kituo cha kutoa mafunzo mbalimbali ya uzalendo kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo tunapokutana hapa, maana yake tunakuja kuwaunganisha wananchi na jeshi lao, wananchi na JKT. Suma JKT Marathon si mbio tu kama ambavyo unaweza kuzitazama, bali ni zaidi ya mbio kutokana na aina yake ya kuwapa heshima washindi wa mbio hizi. Kuna wengine wametoka mbali kiasi cha umbali wa Dar es Salaam. Tunawashukuru sana kwa kuja kuungana na sisi kuhakikisha kwamba Suma JKT Marathon inafana mwaka huu wa 2026. Hii mbio ina umuhimu mkubwa. Umuhimu umeshasemwa. Watu tunaenda kupata afya. Hakuna asiyejua kwamba ukitoka jasho ni sehemu ya afya. Lakini pia tunajua kwenye mbio kama hii watu tunapata kujuana. Kweli si kweli? Tunapata kujuana. Lakini pia hata connection zinapatikana hapa. Sio kwenye mabaa tu peke yake, hata kwenye mbio kama hizi unaweza ukapata connection. Sasa utajua namna ya kuitumia hiyo connection uliyopata siku ya leo. Ama hakika kwa umati ambao umeshiriki kwenye mbio hizi umetimiza dhamira ya dhati kukidhi mahitaji katika afya ya mama na mtoto kwenye hospitali ya Makore hapa Dodoma, lakini pia hospitali ya Lugalo Dar es Salaam. Lengo la Suma JKT Marathon mwaka 2026 lililenga kupata fedha kwa ajili ya kusaidia huduma ya mama na mtoto kwa kuchangia vifaa vyenye thamani ya fedha za Kitanzania milioni 100 katika hospitali ya Makole hapa jijini Dodoma, na vile vile kuchangia vifaa vyenye thamani ya fedha za Kitanzania milioni 50 katika hospitali kuu ya jeshi Lugalo, kitengo cha mama na mtoto kilichopo pale Mwenge, Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende tu kukuthibitishia kwamba lengo hilo limetimia. Ama hakika JKT kwa kushirikiana na wadau wake wametimiza wajibu wao, bila kusahau Watanzania waliojitokeza kushiriki mbio hizi
kutoka mikoa mbalimbali, na wao wametimiza wajibu wao. Katika hili wote wanastahili pongezi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya benki ya CRDB, management, lakini na mkurugenzi wetu mkuu Daktari Abdulmajid Musa Nsekela, tunaomba kutoa salamu zetu za pongezi sana kwa SUMA JKT kwa maandalizi ya eventi hii kubwa sana. Sisi benki ya CRDB tunaamini ya kwamba mazoezi kama haya ama hafla kama hizi zinajenga undugu, zinajenga urafiki, zinaleta amani kubwa sana, lakini pia zinajenga ajira kama ambavyo wenzangu waliotangulia kusema wamekwisha kuongea. Lakini vile vile niombe kukupa taarifa Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba benki ya CRDB tutaendelea kuwa wadhamini wa michezo kama ambavyo tumekuwa wakati wote. Tunawasihi waendelee kufanya jitihada za kufanya uhamasishaji. Changamoto zipo nyingi kwa kina mama, kwa watoto, kwa hiyo waendelee kufanya uhamasishaji na jamii ipo tayari kupokea. Cha kuboresha hapa, mimi naona kwanza wamejitahidi kuweza kufanya vizuri, lakini kubwa zaidi mimi naona watu waendelee kujitokeza. Yaani wajitokeze kwa wingi ili tuweze kushiriki kwa pamoja katika mbio hizi. Kama sijajua mwakani lengo litakuwa nini, lakini kama ni swala lazima la kuchangia huduma za afya, watu waendelee, yani wajitokeze kwa wingi ili tuweze kuinuana katika swala zima la afya. Unajua, si unajua? Siku iliyofuata baada ya heka hizi zilizolenga kuwagusa wamama wajawazito na watoto, viongozi wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT, bila kujali jana walichoka kiasi gani, wakahakikisha wanatekeleza lengo la mbio hizi za SUMA JKT Marathon 2026. Hapa ni katika hospitali ya Makole jijini Dodoma, ambapo mkurugenzi mtendaji wa SUMA JKT Brigadia Jenerali Petro Ngata kwa niaba ya mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajab Mabele akakabidhi vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 100 kwenye hospitali hii ya Makole, ikiwa ni lengo la kutimiza dhamira ya mbio za SUMA JKT kuigusa afya ya mama na mtoto. Sisi sote jamani tunaanzia kwa mama, si ndio? Na sisi sote tunapotoka kwa mama tunakuwa watoto, si ndio? Kwa hiyo tuliona umuhimu wa kuanzia Makole, na kama ambavyo Daktari Mfawidhi amesema, hospitali hii kazi yake kubwa ni kuwasaidia mama na mtoto, na ndio maana hata sisi sasa shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Kujenga Taifa tuliona ni vyema tuanze na msingi wa binadamu, ndio jamani, ambaye ni mama. Kila mmoja wetu hapa ametoka kwa mama, na tuliona kwamba tukimsaidia mama akaweza kujifungua vizuri, tunaamini hata mtoto atakayekuwa ataendelea kukua pia vizuri, kwa sababu hataanza na changamoto katika mwanzo wake wa maisha. Pamoja na kwamba tumegusa watu wengine wa Dar es Salaam, lakini asilimia kubwa iwe ni hapa Dodoma, mahali ambapo hata hii marathon inafanyika. Na kwa bahati nzuri hata maelekezo yamekwisha kutolewa sasa na afande mkuu wa majeshi ya ulinzi ya kwamba kila mwaka marathon ya SUMA JKT itakuwa ikifanyika hapa Dodoma. Nichukue nafasi hii pia kutoa shukrani kwa SUMA JKT. Kulikuwa na hospitali nyingi, lakini kutokana na umuhimu tumeona pia mji kwetu Makole. Kwa hiyo tunashukuru sana. Vifaa hivi ambavyo vimetolewa ni vifaa vya kisasa ambavyo vinaenda kumsaidia mama mjamzito. Kama tulivyosema, kwa kwetu hapa huduma kubwa ni ya uzazi, na kwa siku kina mama wanajifungua mpaka 25-28 kwa siku. Kwa hiyo vifaa hivi vinaenda kutuongezea nguvu, lakini pia na mazingira bora kwa watumishi wetu sasa kuweza kumsaidia mama mjamzito ili tuweze kuwavusha salama. Zoezi hilo halikuishia hapo,
bali hata uongozi ulivyofika katika jiji la Dar es Salaam, kama ilivyokuwa dhamira ya mbio za SUMA JKT kusaidia afya ya mama na mtoto pia katika hospitali ya Lugalo Mwenge jijini Dar es Salaam. Vifaa tiba vikakabidhiwa katika hospitali hiyo pia. Vifaa hivyo vina thamani ya shilingi milioni 50,900,000. Tayari kama unavyoona hapa tumekabidhi vifaa hivyo. Nina daktari mkuu wa hospitali ya Lugalo hapa, Kanali Shabai na safu yake nzima. Tunavikabidhi sasa vifaa hivi viweze kutumika kwa ajili ya shughuli hiyo. Kwa niaba ya maafisa, askari, watumishi wa umma na wataalamu tiba wa hospitali yetu kuu ya Jeshi Lugalo, ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, Afande Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabele kwa kuratibu zoezi zima la SUMA JKT Marathon pamoja na uongozi mzima wa SUMA JKT Marathon walioweza kuwaza na kutuletea vifaa tiba ambavyo kwa kiasi kikubwa itasaidia katika kutoa huduma za tiba. Tunashukuru sana kama hospitali, kama kitengo cha mama na mtoto Mwenge kupokea vyombo hivi ambavyo tutavitumia na tutavitunza kwa hali na mali ili tupunguze vifo vya mama na mtoto. Sina zaidi ya hapo ya kusema asante sana, na ili swali liendelee kwa SUMA JKT kutusaidia kama wenzao na kutoa shukrani kwa jamii kwa kile wanachokifanya. Kama ambavyo Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 inavyoitambua sekta ya michezo kama miongoni mwa sekta ambazo zinaweza kuzalisha ajira nyingi, lakini pia kuwa chachu ya maendeleo kwa idadi kubwa ya vijana nchini, bado Tanzania inahitaji uwepo wa mbio kama hizi nyingi zaidi ili kuzalisha wanamichezo ambao pia watakuwa mabingwa wa dunia, kama ambavyo sasa dunia inamuimba bingwa wetu Alphonce Felix Simbu. Mbali na kuzalisha mabingwa tu, pia michezo inaweza kunyanyua sekta nyingine kama ilivyokuwa katika sekta ya afya kupitia SUMA JKT Marathon. Makala hii imeandaliwa na kuletwa kwenu nami Khalid Msabaha. Asante na kwaheri kwa sasa.